kwenye kina kirefu cha misitu ya Chiapas, Mexico, kuna mji wa kale unaitwa Palenque. Huu ni mji wa ajabu wa Wamaya ambao umerejeshwa na asili. Kesi Hamlin suo kwa karne nyingi misitu ulificha siri zake, ukifunika mahekalu na majumba kwa mimea na miti. Wakati wapelelezi walipogundua Palenque katika karne ya 16, walipata mji ambapo mawe na msitu vilikuwa kitu kimoja. Ukitembea hapa utasikia sauti za tumbili na tukans. Ni mchanganyiko wa ajabu wa historia na asili. Palenque sio tu kwa sababu ya majengo yake ya zamani, ni ushuhuda hai wa utamaduni wa Wamaya. Kila jiwe linasimulia hadithi za wafalme na miungu, na inakualika sikilize. Piramidi za kijivu za jiji zinasimama juu ya msitu wa kijani, zikifanya mandhari ya kupendeza na kuweka historia hai. Ni kama jumba la makumbusho la wazi lenye umri wa maelfu ya miaka. Unapotembea kati ya magofu haya, utahisi uwepo wa wale waliotawala na kuabudu hapa, urithi wa mshorwa katika kila undani, kama vile hadithi za kale za Wawiki. Hii sio tu safari ya kwenda mji uliopotea, bali ni safari ya kurudi zamani, kwenye utamaduni ambapo ustaarabu na asili vilikuwa kitu kimoja. Acha Palenque ikuvutie na kufichua hadithi zake zilizofichwa na siri za mawe yake. Ni kama sanduku la hazina, lakini sanduku unaloweza kuingia ndani. Hapa urithi wa utamaduni wa Wamaya na uzuri wa misitu vimuungana milele. Basi twende kwanza kwenye hekalu la maandishi, ambalo ndilo jengo maarufu zaidi hapa Palenque. Ndani ya piramidi hii kuna maandishi maarufu zaidi ya hieroglyphs ya Wamaya. Maandishi haya yanatueleza hadithi za wafalme na miji. Mwaka 1998 njia ya siri iligunduliwa chini ya hekalu la maandishi. Njia hii ilielekea kwenye kaburi la mfalme Pakal, ambaye alikuwa tawala muhimu sana wa Wamaya. Jeneza la mawe la Pakal ni kazi ya sanaa ya ajabu. Jeneza hili linasimulia hadithi ya kifo chake hadi kwa Mungu, na yote haya yanaunganishwa na mti mtakatifu wa uzima. Ugunduzi huu ulibadilisha uelewa wetu kuhusu piramidi za Wamaya. Ulionyesha kwamba piramidi hazikuwa tu mahekalu, bali pia zilikuwa sehemu za kupumzika za wafalme. Leo wageni hawaruhusiwi kuingia kaburini, lakini umuhimu wake unaweza kuhisiwa kila kona ya Palenque. Hekalu la maandishi linatukumbusha hekima ya wafalme na ulimwengu wa kiroho wa Wamaya. Hapa ni mahali patakatifu ambapo watu waliabudu miungu, waliwaangalia na kuhifadhi hadithi za wafalme wao. Unaposimama kwenye ngazi za hekalu, unaweza kuhisi uzito wa historia na nguvu ya ajabu ya utamaduni wa Wamaya. Hapa yaliyopita si kumbukumbu tu, yanaishi ndani ya mawe na kusimulia hadithi za zamani kama vile minong'ono ya upepo. Moja kwa moja mkabala na hekalu la maandishi kuna jumba la kifalme. Hapa ni kama fumbo. Kuna viwanja vilivyounganishwa korido na mnara mrefu. Fikiria kama majumba yetu ya kifalme, lakini katikati ya msitu nene. Mahali hapa palikuwa moyo wa Palenque. Wafalme waliishi hapa, walifanya sherehe muhimu na walifanya maamuzi makubwa kwa nchi. Hapa ni mahali patakatifu, pamejaa hadithi na siri. Mnara huu wa ghorofa ne ulikuwa muhimu sana kwa ustaarabu wa Maya. Wanajimu waliutumia kutazama jua na nyota. Walihakikisha sherehe zao zinalingana na mizunguko ya anga. Ni kama vituo vyetu vya uchunguzi wa nyota, lakini vya zamani sana. Michoro iliyochongwa kwenye kuta za jumba hili inatuonyesha matukio ya sherehe za kifalme na vita, na bafu za mvuke za zamani na viti vya mawe vinatupa taswira ya maisha yao ya kila siku. Kama majumba yetu ya zamani, kila kitu hapa kina hadithi yake. Viwanja vya jumba hili kama uwanja wa Matika vinatukumbusha nguvu ya Palenque na ushindi wao dhidi ya adui zao. Kutoka ghorofa ya juu kuna mandhari nzuri inayochanganya na jiji na msitu. Hii inaonyesha jinsi Wamaya walivyokuwa wajenzi hodari. Ni kama kuona milima na misitu kutoka juu. Inashangaza sana. Majumba haya leo bado yanasimama kama mashuhuda
kimya yana nguvu, maarifa na uzuri wa enzi iliyopita. Kule ngambo ya mto Otulum tunaona kundi la mahekalu linaloitwa kundi la msalaba. Mfalme Kinich kan Verlam wa pili, mwana wa mfalme Pakal, alijenga mahekalu haya matatu. Aliyajenga ili kuwatukuza miungu na kuonyesha kwamba yeye ndiye mtawala halisi. Hekalu la msalaba lilitolewa kwa Mungu wa anga Zamna na lilikuwa ishara ya miti wa uhai. Hii inaonyesha jinsi nguvu za Pakal zilivyopitishwa kwa mwanawe. Hekalu la jua likiwa na ngao na mikuki yake linaonyesha nguvu za mfalme vitani na mwendo wa nyota. Hekalu la msalaba wenye majani lilitolewa kwa Mungu wa mahindi, na michoro inaonyesha umuhimu wa mahindi kwa Wamaya. Mahekalu haya kwa pamoja yanaonyesha ulimwengu wa Wamaya, anga, ulimwengu wa chini na ulimwengu wa wanadamu. Hii si tu taarifa ya kisiasa au ya kidini, bali pia ni kazi ya sanaa inayomtukuza mfalme mpya na nguvu kubwa za Palenke. Hapa mawe yanasimulia hadithi za miungu na wafalme na mizunguko iliunda maisha ya Wamaya. Kutembelea Palenque ni kama kuingia kwenye msitu wenye uhai. Hapa magofu ya zamani na msitu huungana. Tunasikia sauti za nyani wakipiga kelele kutoka mitini na kuona vipepeo warembo wa bluu wakiruka ruka. Miti mikubwa ya chaiba iliyokuwa mitakatifu kwa Wamaya inasimama mirefu juu ya mahekalu. Mizizi yao inakumbatia mawe ya zamani kama vile inayakumbatia taratibu, lakini kwa uhakika. Mimea na ferns hufunika jiji na kunda picha ambayo inabadilika kila wakati na kuonyesha mandhari ya kushangaza. Pasuku na tukans wenye rangi nyingi huruka juu ya msitu, na aguti wa porini kutafuta chakula chini ya msitu karibu na magofu. Uwepo wa msitu unatukumbusha kwamba asili daima hupata njia yake na inabadilika kila wakati. Huu ni mzunguko ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka mingi. Palenque si jiji lililokufa, badala yake ni mahali ambapo zamani na sasa utamaduni na asili hungana katika ndoa yenye furaha. Hapa kati ya vitu visivyodumu vilivyotengenezwa na mwanadamu, asili daima inapigana vita isiyo na mwisho na mzunguko wa msitu. Ni asili hii ndio inayofanya Palenque kuwa uzoefu usioweza kusahaulika. Uzoefu huu utabaki akilini mwetu kwa muda mrefu. Kama unatembelea Palenque, maporomoko ya Misolha na Agua Azul ni sehemu nzuri sana za kupumzika. Maporomoko ya Misolha yanatiririka kuingia kwenye bwawa kubwa la bluu na safi. Maporomoko haya yamezungukwa na msitu nene, kana kwamba tumeingia katika ulimwengu uliosahaulika, kama vile katika filamu za Indiana Jones. Tunaweza hata kutembea nyuma ya maporomoko na kufurahia mandhari ya ukungu na ya ajabu. Hii ni ndoto ya mtafiti, lakini ni kweli. Kwa upande mwingine, Agua Azul inavutia kwa mabwawa yake ya rangi ya kijani, bluu na matuta yake meupe ya chokaa. Hapa ni mahali pazuri sana pa kuogelea na kupumzika, pazuri kwa kujipoza wakati wa joto kali la kiangazi. Maporomoko haya si mazuri tu, bali pia ni muhimu sana kwa mazingira ya eneo hili na pia kwa watu wa Maya. Hapa tunaweza kufikiria juu ya uhusiano kati ya utamaduni wa kale na asili iliyoumba maelfu ya miaka ya utamaduni na msitu mnene ambao umeunganishwa kama vipande vya fumbo. Mito iliyotoka kwenye maporomoko haya ilikuwa chanzo cha maji kwa miji ya Maya na iliwapa msukumo wa hadithi zao. Hizi zilikuwa mishipa muhimu ya uhai wa ustaarabu. Huko Chiapas, asili na historia zimechanganyika kwa njia ya ajabu. Ni umoja wa ajabu sana. Safari ya kwenda Palenque ni rahisi sana na kila dakika huko ni ya ajabu. Njoo asubuhi na mapema ili uchunguze magofu katika hali ya hewa baridi na upate hisia hiyo ya ajabu. Ni kama kuingia katika ulimwengu mwingine, kama tu hadithi za Kikorea. Kutoka mji wa karibu utapata kila kitu unachohitaji, kuanzia malazi ya bei nafuu hadi nyumba za kulala wageni za kiikolojia msituni. Kuna pia chakula kitamu cha kienyeji ambacho hakika
kitakufurahisha kama vile chakula cha Kikorea. Jaribu kumwajiri mwongozo wa kienyeji wa Kimaya. Atakusimulia hadithi zilizofichwa. Mawe yaliyonyamaza yatakusimulia hadithi kama vile mawe ya hekalu la Bulguksa huko Gyeongju. Palenke si mahali pa kutazama tu. Hii ni uhusiano na utamaduni wa ajabu wa Wamaya kama urithi mkuu wa mababu zetu. Hapa ubunifu wa binadamu na asili huishi pamoja kwa usawa wa ajabu. Kama asili ya nchi yetu tunayoita Geumsu-gangsan. Unaposimama chini ya kivuli cha hekalu la maandishi, unahisi uhusiano wa kina na ulimwengu wa kale. Kama vile kutembea katika kijiji cha Hanok-chanam Sanggol, Palenke haionyeshi historia tu, inakuruhusu kuihisi, kuigusa na kuipitia. Kama vile kuhisi pumzi ya mababu katika patakatifu pa Jongmyo. Safari hii itabaki moyoni mwako daima, ukumbusho wa uzuri na ukuu wa ajabu wa utamaduni wa Wamaya. Kama vile mandhari nzuri ya bahari ya mashariki wakati wa machweo.